الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون ये सूरत अनआम की आयात हैं 152 से 154 तक hii ya halifa mtukufu ni ya tarehe 26 ya mwezi wa 7 2013. Halifa mtukufu yadhahullah taala anasema kwamba aya hizi ni za sura al-an'am toka 152 mpaka 154. Tafsiri yake ni hivi: sema njoni ni wasomeni aliyowaharimishieni Mola wenu, ya kwamba msishirikishe na chochote, na fanyeni wema kwa wazazi wenu, wala msiwaue watoto wenu kwa sababu ya umaskini. Sisi tunawapeni nyinyi riziki na wao pia, wala msikaribie mambo maovu yaliyo dhahiri na yaliyo siri, wala msimuue mtu ambaye Mwenyezi Mungu ameharimisha kuuawa ila kwa haki. Hayo amewahusieni ili mpate kufahamu. Wala msikaribie mali ya yatima isipokuwa kwa njia bora mpaka afiki balehe yake, na kamilishieni kipimo na mizani kwa adili. Hatumkalifishi mtu ila kwa kadiri ya wasa wake, na msemapo basi shikeni adili ingawa ni jamaa, na tekelezeni ahadi ya Mwenyezi Mungu. Hayo amewahusieni ili mpate kukumbuka. Na kwa hakika
hii ndiyo ni njia yangu iliyonyoka, basi ifuateni, wala msifuate njia mbalimbali zikawatengeni mbali na njia yake. hao amewahusieni ili mpate kujilinda. Katika hutuba ya Ijumaa iliyopita nilieleza kwamba katika mwezi mtukufu wa Ramadhan इस ताल्लुक का फायदा Qur'an tukufu ilianza kushuka. Kwa hiyo Qur'an tukufu na mwezi wa Ramadhan inahusiana, तिलावत के साथ इसके अहकामात पर गौर lakini uhusiano huu faida yake itapatikana wakati sisi katika mwezi mtukufu wa Ramadhan tutasoma Qur'an tukufu, na pamoja na kusoma tutafuata amri zake zote na tutajitahidi amri zake zote ziwe sehemu ya maisha yetu. इस बारे में एक जगह फरमाते हैं Ikiwa hali hii haipatikani, basi lengo lile kwalo Qur'an tukufu lililoshuka, lengo lile halitimii. Sayyidina alayhi salatu wassalam kuhusu hii anasema lengo la Qur'an tukufu lilikuwa hili kwamba mundoe manadamu kutoka katika maisha ya wanyama katika maisha ya binadamu, na kutoka katika adabu ya binadamu kufundisha hulka njema, ili pamoja na mipaka ya sheria mambo yaendelee, na kisha baadaye ni kumfanya kuwa rafiki wa Mwenyezi Mungu. Kisha Sayyidina al-Islam anasema kwamba inatakiwa ikumbukwe hii pia kwamba katika Qur'an tukufu mwongozo wa elimu na mwongozo wa amali imekamilika. जो नताइज Katika ihdina sira Mwenyezi Mungu ameashiria kuhusu mwongozo wa elimu, na katika sirata allazina an'amta alaihim Mwenyezi Mungu ameashiria kuhusu mwongozo wa amali, उसको फल फूल नहीं लग सकते ili matokeo ya hali ya juu yapatikane. कि आला और अकमल नताइज मौजूद नहीं हैं Kama mti anapopandwa ikiwa hastawi hawezi kuleta matunda. ताकत नहीं है। फरमाया कि कुरान शरीफ एक ऐसी हिदायत है Ikiwa इस पर अमल करने वाला kwa sababu ya mwongozo matunda hayapatikani, basi mwongozo ule umekufa. खुदा ताला से उसका एक सच्चा ताल्लुक Qur'ani tukufu ni mwongozo. Yeyote anayefuata mwongozo huu anapata madaraja ya hali ya juu वो एक शजर तैयब की मिसाल na anajenga uhusiano na Mwenyezi Mungu और फल फूल लाते हैं। एक खास किस्म kiasi hiki kwamba vitendo vizuri vinavyofanywa mfano wake unakuwa kama ni mfano wa mti mzuri, na vitendo vile vinaleta matunda na yanakuwa na ladha. Kama mti mzuri unaleta matunda yenye ladha. नुमाया तब्दीली Ikiwa Qur'an tukufu inasomwa na आला अखलाकी कदरें पैदा mtu anajitahidi kufuata amri zake zote, वैश्याना हालत से निकलकर katika hali hii mabadiliko yanapatikana ndani ya mwanadamu kwa kidhahiri, na hulka njema inapatikana ndani yake. मुहज़्ज़ब और बाखुदा इंसान बनता है Mtu wa aina hii anatoka katika maisha ya unyama उसका खुदा ताला से na और सच्चा anaingia katika maisha mzuri, na anakuwa mtu mwenye hulka njema, na anakuwa rafiki wa Mwenyezi Mungu. Na rafiki wa Mwenyezi Mungu ni yule ambaye anakuwa na uhusiano maalum na Mwenyezi Mungu. Mfano wake Mwenyezi Mungu ametoa katika Qur'an tukufu katika sura ya mti mwema, asluha sabitun wa faruha fi sama, yani mizizi yake inakomaa, inashika vizuri ardhi, na matawi yake yanafika mpaka mbinguni. खोल दिया कि वो ईमान जो है Maelezo yake ameeleza Sinama alayhi salatu wassalam hivi वो आपाशी के बजाय kwamba hapa Mwenyezi Mungu ameeleza waziwazi kwamba imani ऐसे हैं ni kama mbegu na mti, पुराने na vitendo ni kama kumwagilia maji. कि जैसा वो जमीन में तुखमरेजी करता है Yani vitendo vinasaidia kama mti unamwagiliwa maji. यहाँ आमाल फरमाया पस याद Kadiri anapanda mbegu ardhini, माल के ऐसा है vile vile kuna kupanda kwake imani. यानी उसमें पानी और नहरें ना हो दरिया ना हो Inatakiwa ikumbukwe
iman bila kuwa na vitendo vizuri ni sawa sawa na bustani bila kuwa na mito na bila kuwa na maji. तो एक दिन खुश्क हो जाएगा। mti unaopandwa इसी तरह ईमान का हाल है, वल्लज़ीना जाहदू ikiwa फीना, यानी तुम हल्के काम पर न रहो, mwenye mti hamwagilii maji basi siku moja mti ule utakauka. hii ndiyo ni hali ya imani, walazina jahadu fina, yani msifanye kazi juhudi ya kawaida bali inatakiwa mufanye mujahadha, yani juhudi ya hali ya juu. उस पर जो तुम्हें बनाना चाहता है उस वक्त बन सकते हो। ndiyo maana sayyidina Ahmad alayhi salatu wassalam amesema kwamba कामात दिए हैं उनको मरहलावार अपने ऊपर लागू करो। mnaweza kuwa sawa na Qur'ani tukufu kama inavyotaka Qur'ani tukufu kuwafanyieni, wakati से नहीं हो जाता ये, mufuate mipaka yote na amri zote za Qur'ani tukufu pole pole katika maisha yenu. जैसा कि मैं पहले भी जिक्र कर आया हूँ। Na Sayyidina al-Islam amesema kazi hii haiwezi kufanyika kwa urahisi, bali kwa ajili yake mtu anatakiwa afanye juhudi sana. उस सूरत में फायदा हमें हो सकता है Huzur anasema kama niliwahi kueleza hapo awali kwamba कि अहकामात mwezi wa Ramadhan अपने अमाल का ni उसके मुताबिक mwezi ambao unaweza kutupatia faida wakati sisi tutakapofuata amri zote za Qur'ani tukufu, अमल करने की कोशिश na maisha yetu yatakuwa sawa na amri za Qur'ani tukufu, na tutafanya juhudi katika njia yake. ताल्लुक पैदा कर Kwa kutupatia katika shida tutajitahidi kufuata amri zote za Qur'ani tukufu, समझने वाले हो सकते ndipo tunaweza kuwa karibu na Mwenyezi Mungu, मुजाहिदात के ndipo tunaweza kuelewa lengo la kushuka kwa Qur'ani tukufu. बाद जायज़ कामों से रुकना है, Basi mwezi wa Ramadhan की कोशिश करनी चाहिए। ikiwa unatukumbusha kuhusu juhudi खास kama kujizuia katika kula na kujizuia katika vitendo vinavyoruhusiwa katika siku za kawaida. का हिस्सा बनाए। Wakati sisi tunapofanya juhudi ya kuelewa Qur'an tukufu, जिनका खुदा ताला से ताल्लुक basi katika hali hii tunalazimika tufuate amri zake zote katika maisha yetu yote, ili tuwe matawi yanayofika huko mbinguni, जड़ें मजबूत matawi yanayokuwa karibu na Mwenyezi Mungu, और सरसब्ज शाखें बनाए tuwe जो आसमान sawa na watu ambao Mwenyezi Mungu anapokea maombi yao, के यहाँ na tuimarishe mizizi ya mti wetu na vitendo vyetu matawi yake yawe ya aina hii yanayofika mbinguni, ili maombi yetu yaendelee kupokelewa na Mwenyezi Mungu. नाकामात में से Aya hizi nilizozisoma, इन दो तीन katika aya hizi pia Mwenyezi Mungu ametukumbusha kuhusu amri kadhaa. Miongoni wa amri hizi, हुकूकुल्लाह और हुकूकुल इबाद की तरफ amri mbili tatu zilizoelezwa katika aya hizi ni amri ambazo zinaweza kutupatia ukaribu na Mwenyezi Mungu na zinaweza kutuelekeza katika njia ya ucha Mungu, क्या अहकामात na zinatueleza kuhusu haki za Mwenyezi Mungu na haki za wanadamu. Kama nilivyosoma katika tafsiri ya aya hizi, kila mmoja lazima ameshaelewa kwamba amri hizi ni za amri gani. फरमाया Unaeleza tena amri hizi tena. Kwanza kabisa Mwenyezi Mungu amesema kwamba kumbukeni kwamba msishirikishe na Mwenyezi Mungu chochote. हराम है। Kisha amesema kwamba muwatendee vizuri wazazi wenu. Hii ni muhimu sana na msisahau jambo hili. फिर ये मख्फी Na jambo la tatu ni kwamba kwa sababu ya upungufu wa riziki msiwaue watoto wenu. Kisha amri ingine ni hii kwamba किसी जान को कत्ल न करो। kwamba msikaribie mambo maovu yaliyodhahiri na yaliyosiri. Na jambo la tano ni kwamba msimuue mtu yeyote isipokuwa Mwenyezi Mungu amehalalisha, na maelezo yake ni tofauti kwamba jinsi gani Mwenyezi Mungu anahalalisha.
kisha amesema mwenyezi mungu msikaribie mali ya yatima, na amri ya 7 ni kwamba hawa mayatima wanapofika umri ya balehe basi muwapatieni mali yao, msitafute udhuru kuhusu hii. Na amri ya 8 ni kwamba katika kipimo na mizani mufanye uadilifu, kisha katika kila hali इंसाफ से न रोके। 10वीं बात ये mufanye uadilifu, जो है तुमने किए हैं उसको पूरा करो। और फिर ये na ujamaa wenu usiwazuie katika kufanya uadilifu. Na amri ya 10 ni kwamba mutimize ahadi zenu, ahadi ambazo mulizozifanya. Kisha hii pia ni amri kwamba katika hali yoyote mujitahidi kufuata njia iliyonyoka. Haya ni mambo maalum ambayo yaliyoelezwa katika aya hizi. Kwa kufuata mambo haya, amri hizi, mtu anaweza kujiita ni mtu anayefuata njia za uchamungu na anaweza kupata ukaribu na Mwenyezi Mungu. Kwanza kabisa Mwenyezi Mungu ametukumbusha kuhusu hii, si kutukumbusha bali ametuamuru kwamba उस हस्ती के साथ isitokee hivi, na hii imeharimishwa kwamba umsishirikishe na chochote, मावी जिस्मानी मादी रूहानी सलाहियतों की umsishirikishe na Mwenyezi Mungu ambaye ni Mungu wenu, ambaye aliwaumbeni, यह करने वाला ambaye बस कौन अक्लमंद है aliwalea कि मालिक खुदा ऐसी aliwalea na anawapatieni riziki ya kila aina. लेकिन Ni nani mwenye akili ambaye anaweza kumshirikisha na Mwenyezi Mungu huyu ambaye ana nguvu juu ya kila kitu? और ऐसे Lakini watu hawajui na hawaelewi, wanamshirikisha naye हर जमाने na hawaelewi maana ya ushirikina kwa undani. लोगों में ये Wanaleta miungu dhidi ya Mungu huyo. Kwa kuona miungu ile, mtu anashangaa. Katika kila zama जब आते ही hali hii iliendelea kupatikana ndani ya watu, katika watu. ताल्लुक पैदा करने की तरफ वजह दिलाते Ndio maana manabii हैं। शिर्क ऐसा गुनाह है walipokuja, kwanza kabisa walizungumza kuhusu ushirikina इस बारे में na walikumbusha kuhusu kujenga uhusiano na Mwenyezi Mungu na kuwa karibu naye. Ushirikina ni dhambi ya aina hii kwamba Mwenyezi Mungu amesema kwamba hatasamehe dhambi hii. बख्शने के काबिल है, मगर अल्लाह ताला के सिवा Kuhusu hii Sayyidina Ahmad alayhi salatu wassalam कारसाज जान anasema kwa kutukumbusha na kwa kutusihi kwamba kila dhambi inaweza kusamehewa, का लज़ुम lakini kumshirikisha na Mwenyezi Mungu ni dhambi ambayo haisamehewi. Inna shirka la zulmun azim la yaghfiru an yushrika bihi. दुनिया पर जोर दिया जावे। Hapa ushirikina si hii tu kwamba mtu anaanza kuabudu mawe, bali ushirikina ni huu pia kwamba miungu ya dunia iabudiwe. यानी गुनाह जो है Yani katika dunia mtu anapata faida kutoka katika vitu mbalimbali, anafanya vitu vile kuwa miungu yake. Hii ni ushirikina. मगर शिर्क की मिसाल Na dhambi za kawaida ni kama mfano wa sigara. Mtu akiacha si ngumu kwake, anaweza kuacha, lakini ushirikina ni sawasawa na afim. Si rahisi kwa mtu kuacha ile tabia. Kisha Sayyidina al-Islam anasema kwamba पूजा भी करते हैं बात को ushirikina ni aina 3. Ya kwanza ni kuabudu masanamu na kuabudu miti. Huzuri anasema watu wengine wanaabudu miti pia. तुम्हें हलाक हो जाता Hii ni ushirikina dhahiri, ambayo ni dhahiri. Na ushirikina ingine ni kwamba mtu ategemee sana masilahi mbalimbali, kama kazi fulani isingefanyika basi mimi ningekufa. Na ushirikina ya aina ya 3 ni hii kwamba dhidi
ya mwenyezi mungu mtu ajione kwamba yeye pia ana nguvu na anaweza kufanya jambo fulani. कोई गिरफ्तार नहीं यानी दरख्तों की पूजा करें या ndiyo maana mwenyezi mungu anasema kabla ya kufanya kazi yoyote mnalazimika kusema inshallah. दी तरक्की के ज़माने में शिरक na ile shirki ya kwanza katika zama hii hakuna anayefanya, yani hakuna anayefanya anayeabudu masanamu na miti, lakini katika zama hii shirk fil asbab imezidi sana, yani kutegemea vitu, kuwategemea watu. shirki ya aina hii imezidi sana katika zama hii. मान पर इंसार है, अपने जहाँ काम कर रहे हैं उनके मालिकों पर इंसार है, बात कुछ हम yani mtu anategemea watu, anategemea mali yake, कि इसबाब पर या किसी ज़ात पर ज़रूर से ज़्यादा इंसार हो जाए, anawategemea watajiri wake. उस मकसद को भूल जाता है जो ikiwa hali hii inapopatikana kwamba mtu anaanza kutegemea mtu mwingine au vitu vingine, किसी का वजूद ज़रूरी समझा katika hali hii mtu anasahau lengo la maisha yake. Sayyidina alayhi salatu wassalam anasema तो फिर वो ikiwa mtu anategemea mtu sana, katika hali hii yule mtu anakuwa mungu wake. उसके साथ ताल्लुक भी yani ikiwa mtu anaona kwamba bila huyu mtu mimi siwezi kuishi, के लायक सिर्फ basi katika hali hii yule mtu aliyetegemewa anakuwa mungu wake, जो माखला na kujenga uhusiano naye pia inakuwa इंसान की पैदाइश की गरज inakuwa kama ni ibada yake, lakini ni mungu tu ambaye anapaswa kuabidiwa. mwenyezi mungu anasema wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, yani mimi nimewaumba jini na wanadamu kwa ajili ya ibada. na ibada ni nini? sayyidina alayhi salatu wassalam anasema kuhusu hii, खुदा की परस्तिश करो जिसने तुम्हें पैदा किया है, यानी उसको अपने कामों का कारसाज समझो, जो इतने भी तुम्हारे काम हैं उनको करने वाला, yani उनकी तकमील करने enyi watu वाला, कामयाबी दे, muabudu mwenyezi mungu ambaye aliwaumbeni. ये है खुदा ताला की परस्तिश और इबादत, और उस पर ni yeye ambaye anafanya kazi zenu zote, ni yeye ambaye anawapatieni ufaulu, ni mungu tu ambaye anawapatia ufaulu. hii ndiye ni ibada ya mwenyezi mungu, na mnalazimika mumtegemee mwenyezi mungu. वाला वही है, hii ndiyo ni ibada. बाकी खुदा जो हैं, बाकी मबूद जो हैं, enyi watu mwabudu mwenyezi mungu ambaye aliwaumbeni, ni yeye tu ambaye ni hai. kwa hiyo mujenge uhusiano naye. miungu wa dunia itakwisha, ni mungu tu ambaye atabaki hai. kwa hiyo mujenge uhusiano naye. चीज़ को ऐसा अजीज रखे कि हर वक्त na ibada hasa ni kwamba mtu ajenge uhusiano na mwenyezi mungu na aone vitu vingine vyote mingari yake yeye, si lolote wala chochote. इबादत ही होती है। फिर आप फरमाते हैं kuabudu sanamu si hii tu kwamba kama mabaniani wanafanya kwamba wanakuwa na sanamu na wanafanya ibada, bali kumtegemea mtu kupita kiasi pia ni ibada yake. और आसमान को तुम्हारे लिए छत बनाया, kisha anasema sayyidina alayhi salatu wasallam kwamba muabudu mwenyezi mungu aliyewaumbeni na aliyewaumba mababu zenu, aliyefanya kuwa ardhi tandiko na mbingu kuwa paa, का शरीक मत ठहराओ। na akateremsha maji kutoka mawinguni, फिर आप फरमाते हैं na kwayo akatoa matunda yawe riziki zenu. कि इंसान की पैदाइश की basi msivifanye vitu kuwa miungu vilivyoumbwa kwa ajili ya faida yenu. kisha kwa kueleza maana ya ibada, sinama la islam anasema kwamba हर किस्म की कसावत, lengo la kuumbwa kwa binadamu ni kumwabudu mwenyezi mungu. जमींदार जमीन को साफ, anasema sinama alayhi salatu wassalam kwamba ibada maana yake ni kwamba mtu aondoe जैसे सुरमा uovu wa kila aina na asafishe ardhi ya moyo wake kama mkulima anasafisha ardhi yake. में कोई कंकर waarabu wanasema maoru muabadun, yani mkulima analima kiasi hiki ardhi yake kwamba inakuwa kama unga inayotiliwa machoni. आईने की vile vile ikiwa katika ardhi ya moyo hakuna changarawe na inakuwa safi kiasi hiki kwamba inakuwa roho, hii ndiyo ni ibada.
बस इंसान जो इबादत के लिए पैदा ikiwa kioo kinasafishwa vizuri sura inaonekana ndani yake. Ikiwa ardhi inasafishwa vizuri basi matunda na miti inapatikana ndani yake. Mtu ambaye aliumbwa kwa ajili ya ibada, ikiwa anasafisha moyo wake na haachi uovu wala haachi changarawe katika ardhi moyo wake, basi Mungu ataonekana katika moyo wake na miti ya mapenzi ya Mwenyezi Mungu itaota. Yani ikiwa moyo inakuwa safi na mtu anaanza kufanya kila kazi kwa ajili ya Mwenyezi Mungu na anaanza kumtegemea Mwenyezi Mungu, katika hali hii Mungu anaonekana na miti ya mapenzi ya Mwenyezi Mungu inaota ndani yake na italeta matunda tamu. इज्जत के सामने okulaha daimun, yani yale matunda yatakuwa sawa na ताला के सामने aya hii. Kisha alisema Sayyidina al-Islam kwamba आजी और इनकी सारी kusimama mbele ya Mwenyezi Mungu bila kuwa na mapenzi ya hali ya juu haiwezi kutokea. जाती ताल्लुक Yani kusimama mbele ya Mwenyezi Mungu katika hali maalum kwa unyenyekevu. मुराद Mtu anaweza kusimama hivi wakati mtu anakuwa na uhusiano maalum na Mwenyezi Mungu. Bila hii haiwezekani mtu asimame hivi mbele ya Mungu. Mapenzi si mapenzi ya upande mmoja, bali mapenzi ya Mwenyezi Mungu na mapenzi ya viumbe vyake. इंसान के अंदर से निकल Mtu anampenda Mwenyezi Mungu na Mungu pia anampenda, कब्जा कर ili kama जरा चमक वाली karobai inapoanguka juu ya mtu inaanguza vile vile ऐसी मोहब्बत होनी karobai hii pia inaanguza तपश होनी चाहिए maovu ya mwanadamu. कि जो इंसानी कमजोरियां हैं Mapenzi hii inatakiwa iwe mapenzi ya aina hii ambayo और तमाम वजूद पर रूहानियत का कब्जा होता udhaifu wa binadamu na tabia mbaya inayopatikana ndani ya mwanadamu, है से गुजारा जाता है। mapenzi haya yaunguze maovu haya. ताला की बात का हमारे सामने Na hii ndiyo ni lengo la kuumbwa kwa mwanadamu, na kwa sababu ya hii mwezi wa Ramadhan unakuja kila mwaka. मोहब्बतों पर गालिब आ जाती है। Hii ndiyo ni hali ya ibada ya Mwenyezi Mungu iliyoelezwa na Sayyidina alayhi salatu wassalam. Hali hii inapopatikana, इस रमजान में ऐसी इबादत mapenzi ya Mwenyezi Mungu yanapokuwa juu ya mapenzi yote, katika hali hii mtu anajiepusha mbali katika ushirikina ya kila aina. Mwenyezi Mungu atujalie kwamba katika Ramadhani hii tuweze kufanya ibada ya aina hii na mapenzi yake yapatikane ndani ya moyo yetu, kisha mapenzi haya yaendelee. खुदा ताला की जात के बाद Kisha amri ingine ni kwamba muwatendee vizuri wazazi wenu. जो बच्चों की परवरिश और उनकी ज़रूरियात का ख्याल रखते हैं। Utaratibu huu ni utaratibu अपने दायरे में ये sawa na dharura ya mwanadamu, kwa sababu baada ya Mwenyezi Mungu ni wazazi ambao wanawaangalia na wanawalea watoto. Wazazi hata wao ni maskini kiasi gani, wao sawa na uwezo wao wanajitahidi waweze kuwalea watoto, na kwa ajili yake hii wanafanya juhudi sana. Na Mwenyezi Mungu anasema muwafanye wazazi wema. Mwenyezi Mungu anasema sehemu nyingine, wakadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana imma yablughanna indaka al-kibara फला तकुल्ला ahaduhuma aw kilahuma वकुल्लाहुमा कौलन करीमा, यानी fala taqul lahuma uffin. हुक्म दिया है कि तुम इसके सिवा किसी की बात न करो। Yani Mola wako ameagiza kuwa msimwabudu yeyote ila yeye tu, कि तुम इसके सिवा na न करो। kufanya ये कि अपने माँ बाप से अच्छा से wema kwa wazazi, किसी एक पर या उन दोनों पर तेरी जिंदगी में बुढ़ापा आ जाए तो उन्हें उनकी kama mmoja wao au wote wawili wakifikia uzee pamoja nawe, katu usiwaambie neno lolote lenye kuashiria kwamba umechukia, wala usiwakemee. जाहिल बच्चों के Huzur anasema baadhi wakati mashitaka yanapatikana, na mashitaka haya hayapatikani kutoka kwa wazazi ambao watoto wao ni majahili,
bali mashitaka yanapatikana kutoka kwa wazazi ambao watoto wao ni wasomi, kwamba watoto hawatufuati, भाइयों के मुतालिक लिखती हैं si kwamba hawatufuati bali wanatudhulumu. Baadhi madada wanaandika kuhusu ndugu zao kwamba ndugu zao hawaogopi hata kuwapiga wazazi wao, ऐसे मामला आते हैं जहाँ जायदाद का मामला na wanawatendea vibaya, hususan inapokuwa बच्चों को jambo la urithi की तरफ तो जो पैदा हो जाए माँ बाप की, katika uhai wa wazazi. और जब वालिदैन अपने बच्चों को जायदाद Watoto wanapotaka kupata urithi wa wazazi wao, katika hali hii wanawatendea vibaya wazazi wao, na wazazi wakitoa urithi watoto wao, basi katika hali hii watoto wanaanza kuwadhulumu wazazi, na wale wazazi ambao walikuwa wakimiliki urithi वालिदैन दरबदर हो जाते हैं। wanapotoa urithi, wanaopatia urithi watoto wao, यहाँ भी katika hali hii wazazi wanaondolewa nje katika nyumba, na mifano yake inapatikana katika jumuiya pia katika nchi hii pia. Kwa jina la uhuru, wale watoto ambao wanaingia katika umri wa kijana, wao wanaendelea kuzidi katika hulka mbaya. आते हैं एक उम्र को पहुँच के, Mafundisho haya, या uhuru huu haufundishi यहाँ बच्चों को heshima ya wazazi, kwa sababu inasema watoto wana uhuru katika nchi hii. Uhuru huu ambao watoto wanao katika nchi hii, uhuru huu hauzingatii heshima ya wazazi. इस्लाम की तालीम ये है जो खूबसूरत तालीम है, Haya si maendeleo bali ni ujahili na ujinga. उनको उस तक Mafundisho ya Islam ambayo ni mafundisho mazuri, kwamba muwafanye wema wazazi, muwaheshimu एहसान से na msiwachukie, na mafundisho haya yanafundisha heshima ya wazazi, जो बेहतरीन हो, na mafundisho haya yanatoa mafundisho ya ihsani, na ihsani tena iwe ihsani ambayo ni nzuri. एहसान के बदले के लिए Na Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema kwamba hamwezi kutoa ihsani ya wazazi wenu फरमाता है कि वालिदैन kwa ajili ya रब्बिरहमहुमा तुम्हारा भाई ihsani hii. Mwenyezi Mungu alitoa mfano gani? Mwenyezi Mungu alisema mufanye dua hii, rabbirhamhuma kama rabbayani saghira, e Mola wangu warehemu wazazi wangu परवरिश की थी, kama hawa waliendelea kunirehemu nilipokuwa mtoto, na walinilea kwa kufanya rehema. ये वो आला मयार हैं Hizi ni hulka njema ambazo Qur'an tukufu na Islam inafundisha. Hii ndiyo ni hali ya juu ya hulka ambayo inatakiwa Muislamu awe kwa ajili ya wazazi wake. बुलंदी के लिए दुआ हो, Dua hii si dua ya uhai, bali baada ya kufa kwao pia dua hii inaweza kufanywa kwa ajili ya kupandisha madaraja yao. उस कमी को दुआ के जरिए से Dua hii inafanywa katika maisha yao, kwamba ikiwa upungufu umebaki upande wetu, kwa kufanya dua hii Mwenyezi Mungu aifute upungufu ule. Na ya pili, rehema hii inaendelea hata baada ya kufa kwao, na Mwenyezi Mungu baada ya kufa kwa wazazi anaendelea kupandisha madaraja yao. Sayyidina al-Islam anasema वालिदैन से एहसान करो, Mwenyezi Mungu ametaka kwamba msimwabudu yeyote isipokuwa yeye, na mufanye ihsani na wazazi. इंसान बच्चा होता है Kwanza Mungu alisema mumwabudu Mwenyezi Mungu, na ya pili amri hii kwamba muwatendee vizuri wazazi. और वालिद उस Mtoto anakuwa mdogo na anakuwa bila kuwa na nguvu. Katika hali hii wazazi wanajitolea sana, तमाम मखलूक na mama katika hali hii anamsaidia mama wa mtoto. Mwenyezi Mungu kwa fadhili zake एक परतौ kwa ajili ya watoto amefanya mpango wa wazazi, na ameweka mapenzi katika mioyo yao, यहाँ फर्क na inatakiwa kwamba mapenzi ya Mwenyezi Mungu ni mapenzi ya muda na mapenzi ya Mwenyezi Mungu ni ya milele. कोई फर्द बशर Hazur nasema hapa ni tofauti ya mapenzi ya wazazi na ya Mwenyezi Mungu. किसी से मोहब्बत नहीं कर सकता, और ये खुदा की कमाल रबूबियत का राज Ikiwa mapenzi ya Mwenyezi Mungu hayapatikani, करते हैं
katika hali hii mtu hawezi kumpenda mtu yeyote hata kama ni wazazi wake au mwajiri wake. मरने से भी तैयार नहीं करते, यानी उनकी परवरिश के लिए Ni wazazi ambao wanawalea watoto wao फला तक na wao hawajali hata kuhusu maisha yao kwa ajili ya kuwalea watoto. kisha Mwenyezi Mungu amesema fala takullahuma ufin wala tanharhuma wa kullahuma qawlan karima, और ऐसी बातें उनसे ना कर जिनमें yani इस आयत usiwachukie wazazi wako लेकिन दरअसल na usiseme maneno ambayo ni kinyume na heshima yao na uzee wao. वो आंसर मुखातब किया Aya hii ilishuka juu ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lakini katika aya hii Mwenyezi Mungu amewahutubia umma wake खुद साली में फौत हो चुके थे और इस kwa sababu mama na baba wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam walifariki alipokuwa mtoto. सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को Na katika amri hii kuna siri pia, kwamba katika aya hii mwenye akili anaweza kuelewa kwamba ikiwa kwa kumhutubia Mtume sallallahu alaihi wasallam Mwenyezi Mungu amesema waheshimu wazazi wako और इसी की तरफ ये na ujali na uheshimu uzee wao. Katika hali hii watu wa kawaida wanatakiwa kiasi gani waheshimu wazazi wake, बंदगी कर और वालिदैन से एहसान na hii ndiyo ni siri katika aya hii, wakadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Yani Mwenyezi Mungu ametaka umwabudu Mwenyezi Mungu na uwaheshimu wazazi wako. Mungu ameeleza katika aya hii kwamba masanamu hawakuwaumbeni. प्रस्तुत करो क्योंकि वो भी मजाजी रब हैं Ikiwa Mwenyezi Mungu angetaka kitu kingine pia kiabudiwe pamoja na Mwenyezi Mungu, basi Mwenyezi Mungu angesema kwamba muabudu wazazi, kwa sababu wao pia के बाद ni wanawalea. और वो जोश रबूबियत का भी खुदा ताला की तरफ से है Baada ya Mwenyezi Mungu ni wazazi ambao wanawalea watoto wake, na hii ni kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Yani बस ये वो मुकाम है kuangalia watoto na kuwalea, hii ni kutoka kwa Mwenyezi Mungu aliyotia katika mioyo ya wazazi. कि मिट्टी में मिले Hii ndiyo ni heshima ya wazazi, tunatakiwa tuzingatie kila wakati. Katika hadithi moja inapatikana Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema, किस्मत और काबिल मुजम्मत है। सहाबा ने पूछा mtu शख्स है huyo ni mbaya na ni mwenye bahati mbaya. Masahaba waliuliza ni nani ambaye ni mwenye bahati mbaya? Mtume sasa alisema yule mtu ambaye alipata wazazi wake katika uzee wao, lakini kwa kuwahudumia hakuweza kuingia peponi. औलादकुम मिन इमलाक Kisha amri ingine iliyotolewa katika aya hizi ni wala taktulu auladakum min imlak, इसके भी कई माने हैं। यहाँ कुरान करीम के अहकाम yani kwa sababu ya upungufu wa riziki msiwaue watoto wenu. को कहा Hii ina maana chungu mzima, उनसे एहसान na hapa imeelezwa uzuri wa amri za Qur'an tukufu. Kwanza watoto waliambiwa kwamba waheshimu wazazi wao na watendee vizuri na wasiwachukie. बल्कि इसके मुकाबले पर भी हमारी तरफ से Hata kama mnaona kauli fulani ya wazazi ni si mzuri kwa ajili yenu, nyinyi msiwachukie, bali mnatakiwa muwarehemu wazazi wenu. Sasa wazazi wanapewa amri kwamba muwalee vizuri watoto wenu. किया गया है कि अपने बच्चों की Kizuizi chochote kisipatikane katika malezi haya, wala umaskini pia usiwe kizuizi katika malezi haya. न देकर उन्हें कत्ल न करो Muwalee watoto wenu hivi kwamba wasife katika hali ya kiroho na hali ya kimwili, na msiwaue watoto wenu रबूबियत का मुकाम दिया गया है kwa sababu ya kutafuta udhuru mbalimbali. Msiharibu afya yao. Ikiwa wazazi wamepewa sifa ya kuwalea watoto, katika hali hii wazazi wamelazimishwa kwamba waangalie watoto wao, na wazazi wameambiwa na wamelazimishwa kwamba wawalee watoto wao kiasi hiki kwamba wawe sehemu nzuri ya jamii. Ikiwa hawafanyi hivi, basi katika hali wazazi wanawaua watoto wao. Mtu hawezi kumuua
kizazi chake isipokuwa wale watatu अखबार में आते रहते हैं ambao wanafuata tamaa za nafsi zao. या फिर Mifano yao inapatikana hapa mara kwa mara katika magazeti kwamba kwa kushirikiana na rafiki mtu fulani aliwaua watoto wake, au mifano ya aina hii inapatikana katika nchi maskini pia kwamba mama au baba मायूसी pamoja na watoto wake walijiunguza kwa sababu ya hali ya nyumbani. आमतौर पर इस तरह नहीं। Ile ni hali ya kukata tamaa ya hali ya juu, जैसा कि मैंने कहा lakini kwa kawaida haitokei hivi. कत्ल के मुख्तलिफ माने हैं। Huzuri anasema kama nilivyosema kwamba aya hii ina maana chungu mzima na ukatili ina maana chungu mzima. अपनी औलाद की अगर सही तरबियत नहीं कर रहे, उनकी तालीम Maana moja ni hii तो भी उनका कत्ल। kwamba बाद लोग अपने कारोबार ikiwa hamwapatie malezi mazuri watoto wenu na hamzingatii mafundisho yao, hii pia ni kuwaua. Watu wengine kwa sababu ya biashara yao hawazingatii malezi ya watoto wao na wanawasahau. Kwa sababu ya hii watoto wanaharibika, के बाप बाहर रहने na malalamiko ya aina hii yanapatikana katika jamaat pia. पर न होने की Kina mama wanaleta mashitaka, malalamiko kwamba वजह बिगड़ते जा रहे हैं। baba wa watoto kwa sababu ya shughuli au biashara hawezi kuzingatia malezi ya watoto, na watoto wanaendelea kuharibika, hususan watoto wanapoingia katika umri wa kijana. Wakati ule wanataka malezi ya baba na urafiki wake. Nimeshawahi kukumbusha kuhusu hii mara chungu mzima. Pengine katika mazingira ya nje wanajifunza mambo mabaya, na hii ni sawasawa na kuwaua watoto, yani kuua hulka zao. Hata kama mababa wanaeleza udhuru mbalimbali kwamba wanafanya hivi na hivi kwa ajili ya watoto na wanachuma mali kwa ajili ya watoto, Hazur anasema mali ambayo inaharibu watoto faida yake ni nini? Hata kama mababa hawa wakiacha mali, huenda wale watoto watatumia ile mali kwa ungalifu au watamaliza haraka haraka, na katika hali watoto watauawa na mali pia itaenda bure. या घरों Na maradhi hii katika jumuiya inaendelea kuenea katika nchi za magharibi, kwamba kina mama wanaenda kazini au hawazingatii kazi ya nyumbani, wanatembea hapa na pale kwa sababu ya udhuru mbalimbali, au labda wanafanya kazi, watoto wanarudi nyumbani kutoka shuleni na hakuna anayeweza kuangalia huko nyumbani. Kina mama wanakuwa na udhuru kwamba wanafanya kazi kwa sababu ya kuendesha nyumba, तो बच्चों पर तवज्जो नहीं देते। na au kuna kina mama wengine ambao kwa ajili ya mahitaji yao wanafanya kazi. Wanaporudi kazini wanakuwa wameshachoka na hawawezi kuangalia watoto, na watoto kwa sababu ya kutokuwa na uangalifu बीवियां और माएँ भी au kutokuwa na malezi wanaendelea kuharibika. राहत मिलती रहती हैं। Bila shaka wapo kina mama na wake wa aina hii pia, na endelea kupata taarifa yao kwamba waume zao ni wavivu, na kwa sababu ya hii wakina mama wanalazimika kufanya kazi. Waume wa aina hii na mababa wa aina hii wanatakiwa wawe na hofu ya Mwenyezi Mungu, बीवियों का मुनासिब ख्याल नहीं रख रहे। wao waue watoto wao kwa sababu ya uvivu wao. ज़लान होने Na baadhi wakati waume pia hawaangalii wake zao, na hii pia ni uwaji. Halifa wa pili alitoa mfano wake mzuri kwamba ikiwa wakati mama ni mjamzito na mume wake hamwangalii, katika hali hii mtoto atakayezaliwa atakuwa dhaifu, na hii pia ni sawasawa na uwaji wa mtoto. फैमिली प्लानिंग करना, ये बच्चों की पैदाइश को रोकना। Kisha maana yake ni hii pia kwamba kwa sababu ya umaskini, hofu ya umaskini, mtu anafanya family planning au anapunguza kuzaliwa kwa watoto. Kwa sababu ya afya ya mama tu mtu anaweza kuzuia kuzaa kwa watoto. वो जायज़ है। Baadhi wakati madaktari kwa sababu ya afya ya mama wanasema kwamba mtoto hatakiwi azaliwe. Katika hali hii ni sawa, अल्लाह ताला
au katika hali hii abortion ni sawa ikiwa kuna hatari ya maisha ya mama, lakini si kwa sababu ya maskini. Mwenyezi Mungu anasema nahnu narzukum wa iyyakum, sisi tunawaruzukuni nyinyi na tunawaruzuku watoto pia. Sehemu nyingine Mwenyezi Mungu alisema inna qatlahum kana khitan kabira, मुसलमान जो हैं kuwaua watoto ni ukosefu sana. ऐसी हरकतें नहीं करते जो Basi Waislamu छोटे गुनाहों से भी बचते हैं. halisi hawawezi kufanya hivi, इस तरफ खासतौर si kwamba wanajiepusha mbali katika dhambi kubwa, bali wanajiepusha mbali katika dhambi ndogo ndogo. उनको वक्त Zuri anasema watu पढ़ाई की तरफ तवज्जो दें, wanatakiwa साथ जोड़ने की तरफ तवज्जो wazingatie दें. में jambo hili kwamba wazingatie malezi ya watoto na wajaribu kuwaunganisha watoto wao na jumuiya अच्छा हिस्सा katika nyumbani, wawe na mazingira ya aina hii kwamba watoto wapate malezi mazuri na watoto wawe sehemu mzuri ya jamii ili waweze kuhudumu nchi na taifa. अपनी तरजीहात के बजाय Kuwalea na kuwapatia malezi na masomo ni jukumu la wazazi. Basi wazazi badala ya kuzingatia na kutanguliza tamaa za nafsi zao, wanatakiwa wazingatie malezi ya watoto. Mababa hawezi kusema kwamba hili ni jukumu la kina mama, wala kina mama hawezi kusema malezi ya watoto ni jukumu la mababa, bali ni jukumu la wazazi wote wawili. यहाँ इन मुल्कों में देख लें Watoto wanapata malezi mazuri ni wale ambao wazazi wanachangia wote wawili. और वो Katika nchi hii muone, kwa sababu ya talaka, इंतजामिया भी तंग आई हो single parents, watoto wanakuwa wengi sana na wao wanaharibika. Shule ambapo hawa watoto wanasoma, wasimamizi pia wanakuwa katika shida na polisi pia inakuwa katika shida kwa sababu ya wale watoto जराइम पेशा लोगों में ऐसे इस किस्म के बच्चे wanaofanya जो शुरू से ही खराब हो रहे होते हैं, माँ बाप की crimes. तवज्जो नहीं जिनको मिल रही होती. Ni watoto wa aina hii, miongoni wao wanakuwa watoto wa aina hii ambao wanaharibika kutoka utoto wao, ambao hawakupata malezi kutoka utoto wao. तलाकों का Huzur anasema hapa nieleze jambo moja बच्चे भी बर्बाद kwamba katika jamaati yetu pia tabia ya kupeana talaka inaendelea kuzidi, na kwa sababu ya hii watoto wanaendelea kuharibika. Baadhi wakati talaka inatokea mwanzoni, baadhi wakati baada ya kuzaliwa kwa watoto talaka inatokea. हम सब Mama na baba badala ya kuzingatia na kutanguliza बयान हुए हैं, बाकी malengo yao, wanatakiwa wazingatia malezi ya watoto wao. Mwenyezi Mungu atujalie tuweze kufuata amri zote za Qur'ani tukufu. Huzuri anasema nimeweza kueleza amri 3 tu leo, amri zingine nitaeleza katika Ijumaa ijayo inshallah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.